Pekee nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa siku hii ya leo kwa kuniona mimi nafaa kuwa mgeni rasmi katika tukio hili kubwa la waandishi wa habari wilaya ya Tarime, na limefanyikia katika shule ya msingi Komote. Namshukuru sana Mungu. Mimi nilipata mwaliko kutoka kwa mwenyekiti wenu. Alikuja Katani akaniomba niweze kushiriki na nyie na nikamkubalia, na leo tumefika kushiriki zoezi zuri la kupanda miti. Ya wakati nakuja kuna salamu za mkuu wa wilaya. Amesema anatambua sana hiki chombo na anatambua hili zoezi linaloendelea leo hapa, lakini pia hata mkoa unalitambua hili zoezi linalofanyika katika shule hii ya msingi Komote. Kwa mimi niwashukuru sana waandishi wa habari. Anasema anatambua uwepo na umuhimu wenu wa vyombo vya habari katika wilaya ya Tarime. Kwa hiyo mimi niendelee kuwashukuru, na sio hao baadhi, niwakaribishe wote ndani ya kata yetu ya Matongo. Tuendelee kushirikiana na kurusha habari ili watu waijue kata ya Matongo iko wapi na Nyamongo na wilaya ya Tarime. Bila nyie Tarime isingejulikana wala vitu visingejulikana vya huku. Mimi najua Tarime ni wilaya ya amani na upendo. Lakini mambo yanayotoka huko, mtu anasema sijui sasa unaingia Tarime sijui unafanya nini. Hapana. Kwa kushirikiana na nyie vyombo vya habari, sisi tunaishi kwa upendo na amani. Na ndio maana unaona wilaya yetu imetulia, mkuu wa wilaya yuko vizuri, mkuu wa mkoa yuko vizuri. Tuendelee kuchapa kazi. Kwa hiyo hili amesema mkuu wa wilaya ataendelea kushirikiana na nyie kuhakikisha uhuru wenu unapatikana na thamani yenu na umuhimu wenu uwepo katika jamii, ujulikane kuwa vyombo vya habari vina nafasi kubwa katika jamii. Mimi sitakuwa na mengi sana, nikushukuru sana mwenyekiti. Maana tumeshirikiana mwanzoni, ulikuja Katani ukaniomba, na sasa hivi umesema kuna upungufu pia wa thamani za ofisi. Kwa nikuombe kesho utanipigia simu pia nitawachangia shilingi milioni 1 nyingine tena. Niwashukuru sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Kwa jina naitwa Patrice Boniface, ni afisa mazingira halmashauri ya mji wa Tarime. Kwanza niwapongeze katika siku hii ya uhuru wa vyombo vya habari. Napongeza sana kwa kusherehekea siku yenu. Lakini pia kwa niaba ya mkurugenzi wa mji wa Tarime na mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Tarime, na shukuru sana kwa ushirikiano tulionao. Mmeendelea kutoa taarifa mbalimbali ambazo ni chanya katika halmashauri yetu ya wilaya ya Tarime, tofauti na miaka ya nyuma ambayo ilikuwa ikisemekana kwamba Tarime kunafanyika mambo ambayo sio mazuri. Pia tunawashukuru sana kwa kufanya tukio jema la kupanda miti. Maonyesha hatua nzuri ya kuhifadhi mazingira. Ofisi ya makamu wa rais inaelekeza kila halmashauri kuweza kupanda miti milioni 1.5. Lakini sisi kama halmashauri pekee hatuwezi kukamilisha au kufikia lengo hilo. Lakini kwa kushirikiana na wadau mbalimbali kama nyinyi ambao mmefanya, umetusaidia kuongeza au kufikia ili kuweza kufikia lengo hilo la kuotesha miti milioni 1.5 na kuipanda. Kwa hiyo kwa jinsi ambavyo mheshimiwa DC anavyoelekeza ni kwamba wananchi tuweze kushirikiana kwa pamoja. Hii miti ambayo tumeipanda leo, tunaomba wananchi waweze kuzingatia uhifadhi wa mazingira, wazuie mifugo kuzurura maeneo ya mashule, maeneo ya taasisi na maeneo ya umma ambapo miti imepandwa, na hatimaye hiyo miti ambayo imepandwa iweze kukua na kufikia lengo letu. Kwa hiyo tunaahidi ya kwamba tutaendelea kushirikiana halmashauri ya mji wa Tarime na waandishi wa habari ili kuweza kutoa taarifa zote ambazo halmashauri inazifanya katika jamii na kutoa elimu ya mazingira kwa ujumla. Baada ya kusema hayo, nawashukuru sana. Naitwa Mariam Pius Wambura, ni diwani viti maalum ninayetokana na hii kata ya Nkende. Nimefurahishwa sana na nimefurahi ninyi kama waandishi wa habari tutembelea katika kata ya Nkende, hususan katika shule hii ya Komote. Kwa kweli ni jambo zuri na la kupendeza sana na la kuigwa. Na niseme tu ni jambo la mfano. Hivyo mimi kama diwani nimefurahishwa na nimefurahi na utendaji kazi wenu ambao mnaendelea nao katika wilaya yetu ya Tarime. Binafsi mimi niwapongeze sana ninyi kama waandishi wa habari. Tunaona juhudi zenu za kazi mnazozifanya katika halmashauri yetu ya mji. Kwa hiyo ninawatumia nafasi hii ya kipekee sana kuwapongeza, na nawaombeni msiishie hapo, bali iwe ni endelevu. Kama tulivyopanda miti katika shule hii ya Komote, basi tuendelee kufanya hivyo majumbani kwetu,
na sehemu mbalimbali ambayo imetuzunguka. Leo ni siku ya kimataifa ya uhuru wa vyombo vya habari duniani. Kwa sisi kama waandishi wa habari na umoja wa waandishi wa habari wilaya Tarime, tukasema tuje kwa ajili ya kuunga mkono serikali, jitihada za serikali, lakini na wananchi pia katika swala la kuhifadhi mazingira. Kama tunavyofahamu kwamba Mheshimiwa Rais alitoa maelekezo kwa kuhusiana na swala zima la upandaji miti, lakini na Mheshimiwa Makamu wa Rais Daktari Emmanuel Nchimbi kwamba kila mwaka tunapaswa kupanda miti takriban 1,500,000. Kwa sisi kama wanahabari tukaona tuunge jitihada hizo kiambatana mgeni rasmi na wageni wengine. Lengo tu ni kuadhimisha hii siku ya uhuru wa vyombo vya habari. Ni kwa nini ni siku ya uhuru wa vyombo vya habari? Ni kwa sababu sisi kama waandishi wa habari tunapitia changamoto nyingi, ikiwemo madhira tunayopitia katika utekelezaji wa majukumu yetu ya wanahabari, ikiwemo waandishi wa habari kuumizwa wakati wanafanya shughuli zao. Kwa hii siku ilikuja maalum kwa ajili ya kuhamasisha jamii na wananchi kwa ujumla na dunia nzima kwa ujumla kuhusiana na swala la uhuru na haki za waandishi wa habari. Ni kwa nini tunasema ni uhuru na haki kwa waandishi wa habari? Kwa sababu sisi waandishi hatupo kwa bahati mbaya, tupo kwa mujibu wa sheria na katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo inasema waandishi wa habari ndio watakao kuwa sauti ya wananchi. Kwa hiyo tuko hapa kuhamasisha zoezi la upandaji miti na kumuunga mkono Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye ana dhamira ya dhati kwa wananchi wake katika kuwaletea maendeleo. Kwa hiyo moja ya sababu iliyotupelekea Mheshimiwa mgeni rasmi siku hii ya uhuru wa vyombo vya habari, tuna ujumbe tutaka tupeleke kwa jamii pia. Kama tunaofahamu kwamba waandishi wa habari tumekuwa tukikumbana na changamoto nyingi katika utendaji kazi. Kwa hiyo tunahitaji serikali tusaidie mambo yafuatayo. Moja, bado kuna urasimu mkubwa wa upatikanaji wa uhuru wa habari kwenye taasisi za umma. Na hii tunamshukuru Mheshimiwa DC wetu Meja Edward Goere ambaye ni mlezi wetu, amekuwa na sisi mwanzo mpaka mwisho, na hata hili zoezi amelibariki. Amekuwa na sisi bega kwa bega kuhakikisha kwamba waandishi wa habari wanafanya kazi kwa uhuru. Kwa hiyo tunampongeza Mheshimiwa DC, lakini tunampongeza serikali ya awamu ya 6 ya Daktari Samia Suluhu Hassan na viongozi wote ambao wamekuwa katika serikali hii. Lakini kuna urasimu wa upatikanaji wa habari au utolewaji wa taarifa kwa taasisi za umma. Kwa natuma message hii kwa Mheshimiwa Rais, lakini pia kwa Mheshimiwa Waziri wa Habari ndugu yetu Paulo Christian Makonda kwamba aondoe urasimu kwenye taasisi za umma, taasisi za serikali ambazo zimekuwa zikikandamiza uhuru wa waandishi wa habari kwa namna moja ama nyingine, ambayo inapelekea waandishi wanakuwa hawana nguvu ya kutafuta habari, lakini ambao ni wajibu wao kwa mujibu wa sheria na katiba ya nchi. Kwa hiyo tunaomba Mheshimiwa Rais ni msikivu, ataondoa huu urasimu uliopo kwenye taasisi zake. Na yeye mara nyingi amekuwa akisisitiza kwamba waandishi wa habari wafanye kazi yao kwa uhuru, kwa haki, lakini pia kuendelea kuhimiza amani na swala zima la kuleta maendeleo kwa wananchi. Kwa jambo lingine la mwisho ambalo tunahitaji serikali pia iweze kulifahamu, waandishi wa habari hatuwezi tukawa huru au vyombo vya habari viwezi vikawa huru pasipokuwepo na mabadiliko chanya ya sheria. Kuna sheria ya uhuru wa vyombo vya habari ya mwaka 2016 inaitwa Media Service Act ya mwaka 2016, ambao sheria ile bado ina vipengele vinavyokandamiza uhuru wa habari. Kwa hiyo tunamwomba Mheshimiwa Makonda apeleke ile sheria irudishe bungeni kwa ajili ya kufanywa marekebisho kuhusiana na vipengele ambavyo vimeonekana vinakinzana na uhuru wa waandishi wa habari, kwa sababu kuna vipengele vingi ambavyo waandishi wa habari wameminywa kwa namna moja ama nyingine.